Haleluya. Kwa hiyo sasa ni muhimu zaidi kuwa na ufahamu juu ya uwepo wa ulimwengu wa roho na uwepo wa ulimwengu wa mwili. Sisi wanadamu tumeumbwa kuishi katika ulimwengu wa mwili, lakini pia tuna uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Wachawi wanaingia kwenye ulimwengu wa roho. Sisi pia tunaingia kwenye ulimwengu wa roho tukiwa kwenye maombi ya kumaanisha, lakini pia tukiwa kwenye usingizi tumelala. Kuna wakati tunajikuta kwamba huko katika mazingira fulani ambayo tunaita ndoto, lakini pia kuna maono. Ni ishara kwamba tumeingia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ulimwengu wa mwili tunaishi kwa sababu tuna mwili, na tunakuwa na uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ndani tunayo roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulimwengu wa roho kuna roho nilizozitaja hizo. Kwa mfano ulimwengu wa roho wa Mungu, kuna Mungu mwenyewe ambaye ni roho, kuna malaika zake, kuna wazee 24, kuna wenye uhai 4 na wa kila namna wako. Wote hao ni roho. Kwa hiyo roho haiwezi kuja kuishi katika ulimwengu huu wa mwili bila ya kutumia mwili, kwa sababu ni roho, so hawana uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo lazima watafute mwili. Ndio maana Mungu alipokuwa anataka kuja kuishi na wanadamu, alitafuta mwili unaoitwa mwili ambao ni Yesu, akaishi na sisi hapa duniani. Haleluya. Na shetani pia huwa anatumia miili kwa ajili ya kufanya uasi, kwa ajili ya kuzuia watu. Haleluya. Kuna mambo mengi yanaendelea. Unaweza kukuta tu kwamba kuna kwa mfano, lazima ufahamu ya kwamba mambo mengi sana yanaendelea katika ulimwengu huu, ya chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Na lazima utambue ya kwamba ulimwengu wa roho ndio uliotengeneza ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili ni kimvuli cha ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lazima ulimwengu wa mwili urespond sawa sawa na ulimwengu wa roho unavyotaka. Kwa hiyo wale watu wenye uwezo, wenye ufahamu juu ya habari ya ulimwengu wa roho, na wana uwezo wa kuingia ndani ya ulimwengu wa roho, wana uwezo wa kukomandi chochote, wana uwezo wa kuamuru lolote ikafanyika katika ulimwengu wa roho, ndio wenye uwezo wa kutawala ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wenye uwezo wa kutawala ulimwengu wa mwili. Katika ulimwengu wa roho ziko roho za kila namna. Kuna different spirit, kuna roho za kila namna. Kwa mfano fedha ni roho, miti ni roho, ardhi ni roho, upepo ni roho, vitu vingi vya kila namna ni roho. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ulimwengu wa roho, unapokuwa kwenye maombi, labda umejiconnect kwenye ulimwengu wa roho, na ukitambua mamlaka ulionayo, kwa una uwezo wa kukomandi, una uwezo wa kuiambia ardhi ikatema vitu vyote ambavyo vimemeza. Bwana Yesu asifiwe. Una uwezo wa kuikomandi ardhi isiweze kumeza hata watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia unaweza kukomandi roho mbalimbali, zikiwepo roho za mauti na roho zingine ambazo ziko kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia zinaweza zikaleta madhara katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni somo pana sana, lina siri nyingi sana. Kuna jambo fulani ambalo kuna mtu mmoja aliweza kuota ndoto, na hiyo ndoto ilikuwa ya kwamba yeye aliota amelala na ghafla kulikuwa na mtu akawa anamhamishia damu, anafanya blood transfusion. Anamhamishia damu kama hospitalini mtu anamhamishia, kama alikuwa hana damu anamhamishia damu. Lakini aliposhtuka ajikuta kwamba yuko kwenye ndoto. Lakini baada ya miezi kadhaa akagundua kwamba yeye ni HIV victim, yani ana ugonjwa ukimwi. Na akajaribu kutrace back, kuangalia je, nini ambacho kimesababisha kupata ugonjwa huo, labda kuna mazingira ambayo sio rafiki. Akagundua kwamba hakuna. Mwisho wa siku akaja kutambua ya kwamba ile ndoto aliyoiota kwamba katika ulimwengu wa roho kulikuwa na ugonjwa uliotengenezwa kuzimu maalum kabisa kwa ajili yake yeye, na ugonjwa huo ulipotengenezwa akaja kupandikizwa katika mazingira ya kiroho. Na alipokuwa kwenye ndoto, aliposhtuka kujua ya kwamba alikuwa anatakiwa aweze kufuta, aweze kukemea, aweze kuondoa, lakini yeye akazalao. Kwa baada ya muda fulani akagundua ya kwamba ilikuwa ni ndoto. So alipoamka, lakini akagundua kwamba tayari ana ukimwi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Huo ni mfano wa vitu ambavyo vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho, vina